Bwana, kuelekea msimu mpya wa Ndondo Cup 2025 tayari usajili wa timu mbalimbali umeanza, na hapa tupo ndani ya ofisi za DRFA kwa maana chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam, na tupo na katibu wa mashindano DRFA Mzee Kanuti. Atupe dondoo kwenye kile ambacho kinaendelea, kama ndio sehemu ambayo usajili unafanyika, timu zipi ambazo tayari zimeshajisajili na maendeleo yapoje. Mzee Kanuti, salamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema kabisa? Kwema, habari za kwenu nyinyi? Mimi nashukuru, habari za majukumu? Majukumu salama kabisa. Umejiandaje kushuhudia msimu mpya wa Ndondo Cup kama ukiwa miongoni mwa watu ambao wanahusika moja kwa moja kwenye kamati ya mashindano? Mimi nimejiandaa vizuri na namwombea Mungu tuweze kupata afya njema ili tuweze kupanga yale tuliyokusudia kwenye msimu wa mashindano ya Ndondo Cup. Nawaahidi nini mashabiki wa soka kuelekea kwenye msimu mpya wa Ndondo Cup, kile ambacho anaweza kukiona kwa ukubwa wake msimu? Na kwanza watarajie mambo mapya kabisa, watarajie ushiriki mzuri wa timu, watarajie usimamizi mzuri wa mashindano na kila kitu kinachofanya mashindano yetu yawe mazuri zaidi kupita mashindano yaliyopita. Zikiwa zimebakia takriban wiki mbili kabla ya ile siku ya mwisho ambayo usajili utafungwa kwa timu shiriki za Ndondo Cup msimu, pengine mwitikio upoje na baadhi ya timu gani ambazo tayari zimekuwa za mwanzo kabisa kujisajili? Mwitikio kwanza ni mzuri. Mwitikio mzuri kwa sababu mpaka sasa na timu 34 na sisi tunahitaji timu 64 kwa awamu ya kwanza hii timu 64. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, na hasa kutilia maanani timu mara nyingi siku za mwisho wanakuja kwa wingi zaidi. Sasa wewe mpaka sasa hivi na timu 34, manake itikio mzuri. Na baadhi ya timu ambayo timu ya kwanza kabisa ile Dodoli ambayo msimu uliopita ilishiriki, Dodoli wamekuwa wa kwanza kuchukua fomu wakifuatia timu ya 11 Heroes. Lakini kuna Kagera Stars na pia wamechukua fomu. Hii Kagera Stars timu mpya, lakini kuna timu ya Team Call Up, timu mpya wamekuja kujiorozesha. Kwa hiyo tunakwenda timu nyingi mpya, kuna Don Bosco wapya hao. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri, kuna Kimara Youth wapya. Tuna Bahari ni timu ya Kongwe kwenye mashindano yetu, na Kinyazi msimu uliopita ilishiriki, Dar Star ilishiriki. Kwa hiyo hizo baadhi ya timu ambazo zimefika na kuna kujiorozesha kwa ajili ya kushiriki msimu huu. Timu mpya zimeonekana kuwa nyingi kwenye hizi za mwanzoni ambazo tayari zimesha kamilisha pengine usajili wa Ndondo Cup. Hii inatoa tafsiri gani kuwa na timu nyingi mpya ambazo tayari zimekuwa za mwanzo? Ndio maana yake kwamba timu mpya zitakuwa nyingi, na kwa hali hiyo tuambie zile timu ambazo zimezoea zinaona kama wao ndio wenyeji, muda wote akifika basi watashiriki. Ikifikia idadi tunayohitaji 64, tunafunga kitabu chetu, tunapanga ratiba ya michuano yetu. Kwa hiyo wajitokeze mapema wenye nia kushiriki, na wale wazoefu wajitokeze mapema, wasingoje. Kuna timu zinapiga simu kila siku, kila nikikaa simu zinakuja kwa timu, bwana tunakuja naambia karibuni. Kwa hiyo wale wakongwe wasiishi kwa mazoea, waje wakamilishe usajili. Kabisa waje. Mfano Madenge ameshakuja. Madenge wameshakuja, wana finali hao. Wale wana finali. Alafu kuna wale weekend team wameshakuja. Kwa hiyo timu nyingine nazo zije zile wazoefu wasingojee mpaka dakika za mwisho, watakosa nafasi. kabisa. Zinakidhi na hakutakuwa na msamaha. Tutakuwa na msamaha. Zile timu 64 mpya ambazo zile za watu awali zikifika tutafunga, lakini pia zile timu 16 ambazo zinaingia moja kwa moja watu wa pili, nao pia wajitahidi waje wajiorozeshe katika kipindi hiki. Tukifunga manake na wao pia watakuwa hawamo. Unaweza kuwa na uwezekano wa kuongeza deadline kwa maana ya tuongeze hata kidogo. Tarehe 10 ambayo imepangwa. Tarehe 10 mwezi wa 4 tunafunga kitabu.
Yeah. Kwa namna gani simu zinaita za timu kutokea nje ya mipaka ya Dar es Salaam pengine nao kuonesha nia ya kushiriki japokuwa bado hawajakuja kujisajili? Timu zinapiga simu kama wale wenzetu wa Molo wameshapiga simu. Muda wote watakuja hapa. Kwa naamini na timu nyingine ambazo zinatoka mikoani kama timu ile ya Msoma, timu ya Tabora, Songea, muda wote wanaweza kuja kuchukua fomu. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa na timu za mikoani. Kabisa. Kipi ambacho mwanasoka anaweza kukitarajia kwa maana ya tofauti na kile ambacho wamekizoea kwa mfumo wa maandalizi, namna ambavyo timu ama usimamizi kwa ujumla kwenye msimu mpya wa Ndondo Cup? Tusubiri kwanza tupate timu. Tukishapata idadi ya timu, sasa ndo tunaweza tukapanga mikakati ya nini kipya ambacho tunaweza tukawaletea wapenzi wetu wa burudani, wapate burudani ya Ndondo Cup ya msimu huu wa 2025. Kwa hiyo kwa uwezekano hata kuvishuhudia viwanja vipi ambavyo vikatumika kuhosti baadhi ya mechi za Ndondo Cup tofauti na vile ambavyo mara nyingi tumevizoea? Kwanza tutacheza mitaani huko. Tutapeleka mitaani kote huko ili watu wajue kama kuna ndondo. Mechi zitachezwa kila kona ya Dar es Salaam. Yeah. Hicho ndo kitu kipya naweza kuahidi kwamba kila kona ndondo itachezwa. Hata kama ule uwanja ni uwanja wa wazi kwa hatua ya kwanza hii. Itachezwa huko, wataona Ndondo Cup. Yeah. Tofauti na vile ambavyo tumevizoea. Kabisa. Hii itakuwa mpya, itakuwa kubwa zaidi, nzuri. Yeah. Ndio lengo la kamati ya mashindano ya Ndondo Cup. Mipango yetu tulioipanga hiyo kwamba kitu kipya, wapenzi wa soka tutawafuata wao huko, badala wao kutufuata sisi huku kila siku Bandari nini. Raundi ya pili sawa watatufuata, lakini hatua ya awali sisi tutawafuata wao huko. Lazima kuna ndondo inaendelea. Mzee wangu mimi nikushukuru sana na nikutakie maandalizi mema na kuzipokea hizo timu ambazo kimsingi tayari zitaonesha nia ya kushiriki. Asante sana, karibuni sana. Shukrani sana. Asante. Naam, tunamaliza hivyo na Mzee Kanuti, katibu wa mashindano DRFA kuelekea msimu mpya wa Ndondo